Karibu sana, karibu sana. Nakuletea mada inayosema mke ambaye hajawahi kusikia mume wake akiguna guna wakati wa tendo la ndoa. Hii ni kesi ambayo imeletwa na dada ambaye yuko ndani ya ndoa miezi miwili. Ni dada ambaye alinipigia simu akisema hasikii hisia zozote wakati wa tendo la ndoa, na uchumba wao umeanza 2024 na huu ni mwaka 2026. Ndoa hii haijamaliza miezi miwili. Kwa nini? Kuanzia 2024 hili swala halikumsumbua mpaka alipoingia ndani ya ndoa, kwa sababu ndani ya ndoa wanafanya mapenzi mara nyingi zaidi kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo mwanamke ambaye hana hisia anaweza akamdanganya mwanaume kwamba amefika kileleni iwapo wanafanya mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi. Ni rahisi kudanganyika mwanaume. Lakini ukiingia ndani ya ndoa ambapo unafanya mapenzi mara kwa mara, hata kama unadanganya utachoka, na ukichoka ndio unaanza kulichukia tendo lenyewe. Lakini baya zaidi ambalo limenipa msukumo wa kuletea mada hii siku ya leo ni kwamba kanisani watu wanazini sana na wachungaji wanakataza mafundisho ya kitandani ndani ya kanisa. Dada huyu kanipigia simu, yuko ndani ya ndoa miaka 12. Wote wameokoka na mume wake, moja kati ya mzazi wake ni mchungaji. Mume wake, moja kati ya wazazi wake ni mchungaji makanisa ya kilokole. Amemwambia mtoto wake kwamba tendo la ndoa lisikuchoshe, mara moja kwa wiki inatosha sana. Na mtoto huyo kaliamini. Na mwanamke huyu analalamika, mwenye umri wa miaka 32, analalamika kwamba tendo la ndoa limeshaanza kuwa kero. Hii ndoa ya miaka 12. Kwa sababu hajisikii kufanya mapenzi, hata kama ni mara moja kwa wiki, hajisikii kabisa. Lakini kugongelea msumari zaidi, leo nimeongea na dada ambaye namfahamu, ni muombaji mzuri sana kanisani, anafunga sana, mwaminifu sana. Anasema ndoa hii ya miaka 16 hajawahi kuchepuka, lakini mume wake ameshazaa na wanawake 2 tofauti. Na anazungumza, hao ni walokole, kanisa la kilokole. Anasema yeye hajawahi kuchepuka, japokuwa amejaribiwa kuchepuka, lakini na mpenzi wake wa kwanza, kwa sababu mume wake ni mpenzi wa pili. Yule mpenzi ambaye alimbikiri amekuwa jaribu kubwa, na yule dada anakiri kwamba bado anampenda, lakini hawezi akafanya dhambi. Sasa nakasema kwamba mwanaume ameshazaa nje mara 2, kazaa na mwanamke Mbeya, kazaa mwanamke Dodoma. Sasa mwanamke nilipomuuliza akasema kwa hapa sijui kama anamchepuka kwa sababu gani, akitoka kazini anarudi nyumbani muda sawa sawa. Jumamosi saa 6 saa 7 amerudi nyumbani. Kwa hiyo sihisi kama anaweza kuwa anamchepuka hapa. Ila alipopata kazi kwenda Mbeya au kwenda Dodoma, huko ndo alizaa huko. Sasa jambo kama hili linaumiza, kusikia mume wako amezaa na mwanamke mwingine, hata kama alikuwa amesafiri iko mbali. Kila amezaa na mwanamke mwingine linaumiza. Sasa kanisani wanapiga vita hili swala kwamba usinyonye mumeo ni dhambi. Sasa nini maana ya neno ambalo limeandikwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mistari 5 ya kwanza? Inasema hivi: msinyimane, kwa maana mwanaume hana amri juu ya mwili wake, na mwanamke hana amri juu ya mwili wake, bali mwanamke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, na mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Hawa watu ni mwili mmoja. Sasa unapokataza wasinyonyane nyeti, wakati ni kionjo kizuri sana cha kubadilisha ladha, unakwenda kinyume na maandiko,
unakwenda kinyume na maandiko. Hawa ni mwili mmoja, kwa nini wasinyonyane? Kama wanaweza kunyonyana ulimi, wakanyonyana ulimi, denda wakanyonyana, kwa nini wasinyonyane nyeti? Wataka waingie kwenye kinyume na maumbile ndio washtuke. Sasa haya mambo hayafundishwi, lakini Biblia inasema kwamba kitabu hicho cha kwanza cha Wakorintho sura ya 7, msinyimane mpaka pale ambapo mmekubaliana. Sasa huyu dada ambaye nimeongea naye leo anasema naweza nikakaa mwezi mzima bila kufanya mapenzi. Asema hivi ni mnyonye mume wake? Siwezi. Kwanza mimi shahawa tu peke yake zinanitia kinyaa kweli. Na mpaka mwingine namwambiaga mume wangu avae condom. Sasa shahawa zinanitia kinyaa kweli. Unaweza kuona huyu ni muombaji mzuri sana. Mzuri sana. Na kufunga anajua sana. Na nimeona praise mzuri sana. Sasa Mungu ambaye amesema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unafikia ni maarifa ya kwenye Biblia peke yake, ya kwenye tendo la ndoa hayamo? Unafikiria maarifa Mungu anayozungumza kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ni maarifa ya kwenye Biblia peke yake? Sio kweli. Sio kweli. Kwa sababu gani? Maarifa chanzo chake ni Mungu. Ukisoma Isaya sura ya 28, Isaya sura ya 28 utakutana pale. Mungu anasema maarifa yanatoka kwangu. Mimi ndio ninayemfundisha mkulima, ndio ninayemfundisha msagaji, anayesaga ngano, na mimi ndio ninayemfundisha, mimi ndio mwalimu. Alafu mstari mmoja ambao kwa Kiingereza anasema hivi, sikumbuki ni mstari wa ngapi. Anasema hivi, wonderful in counsel and magnificent in wisdom. Yaani ushauri wake ni wa ajabu sana na hekima yake ya kupita kiasi. Magnificent. Sasa nataka nizungumze hapa, siko hapa kuhubiri Biblia, lakini kwa wale ambao wanaamini Biblia neno la Mungu, ningependa nizungumze kwamba hili ni jambo la msingi sana. Sasa yule dada ambaye nimeongea naye, ambaye mume wake kashazaa watoto wawili nje ya ndoa, alafu yeye anasema sina hamu na shahawa zinanitia kinyaa. Nikamwambia, iwapo unakataa kufanya tendo la ndoa, Biblia unaiweka wapi? Nikamwambia soma kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Akachukua simu yake akasoma. Inasema hivi, yeyote ajuae lililo jema na asilifanye, kwake huyo ni dhambi. Yaani ukijua kwamba mume wako anapenda kunyonywa, alafu usimnyonye, unafanya dhambi. Kwa sababu nyinyi ni mwili mmoja. Sasa wachungaji wanawasaidia watu kufanya dhambi kwa sababu gani? Wanawashindwa kufanya, wanawakataza watu wasinyonyane, wakati inabadilisha ladha ya tendo la ndoa. Sasa mwanaume akiboreka anachepuka. Mama mchungaji amekiri wazi kwamba ndoa yake wana mwaka na nusu hawajafanya mapenzi na mume wake, na hivi karibuni mwanaume huyo, mume wake huyo mchungaji, alikuwa Nairobi kuhubiri. Hivi karibuni alikuwa yuko Nairobi kuhubiri, lakini ana mwaka na nusu huyu dada hajafanya mapenzi na mchungaji mume wake. Kanisa lilikuwa kubwa limepungua sana, kwa sababu waumini wamejua kwamba mwanaume anachepuka tena na waumini wake. Chanzo kiko wapi? Tamlaumu sana shetani, lakini Mungu amezungumza kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia. So ni mchungaji anachepuka na waumini wake mwenyewe. Nazo kesi nyingi sana za wachungaji nazozijua. Huyu dada ambaye anazungumza kwamba mume wake amezaa nje ya ndoa na watoto wawili, amenisimulia kesi moja ajabu. Mchungaji anayemfahamu anakunywa pombe, lakini kumbe watu hawajui. Anachukua konyagi, anaiweka kwenye maji haya ya dasani, anaweka, anakunywa pombe. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanatokea ndani ya kanisa, lakini kikubwa ambacho nataka kukwambia leo hivi, dada huyu ambaye nimekusimulia kwamba walianza uchumba miaka 24, baada ya kumtumia video na video karibia 60, linalotakiwa ni kwamba
Mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo mwanamke anayejua mambo manne katika mambo hayo 14 kwa ndoa ya muda mrefu atakuwa anamboa mwanaume aliye naye, kwa sababu tayari mwanaume atakuwa anajua Jenifer ataanzia wapi, ataishia wapi. Hana jipya, na kama hakuna jipya, maana yake huwezi ukatengeneza msisimko. Sasa mwanaume anaishia raundi moja, alafu wewe unaona ni kawaida kabisa. Mwanaume ambaye anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Anakudanganya, asikudanganye mtu. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Inaitwa sexual energy au nishati ya tendo la ndoa, anakuwa hajaimaliza. Sasa mwanaume huyu anawahi kumaliza, alafu anashindwa kurudia, alafu mwanamke unamwangalia tu. Sasa huyu dada ambaye amekuja leo ofisini kwangu, ambaye mume wake amezaa watoto wawili nje ya ndoa na ni mlokole mzuri huyu dada, ana maombi mzuri sana, mwana praise mzuri, na miaka 38 huyu dada. Sawa? Sawa? Nikamwonyesha hizi video kwenye laptop, nikamwonyesha hizi video. Akasema mimi siwezi kufanya haya mambo. Nikampeleka kwenye kitabu cha Biblia. Nikamwambia ingia Waebrania sura ya 5 mstari wa 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 14 inasema hivi: kila kitu kinahitaji kufanyiwa mazoezi. Ili uweze kukijua, anza mazoezi. Uweze ukaanza na 20 mara 8. Unaanza na 1 jumlisha 1, 2 jumlisha 2, 3 jumlisha 3. Ukifikia darasa fulani utajua 20 mara 8 ni ngapi. Ni rahisi. Kwa hiyo nikamwambia lazima uanze taratibu. Ni kweli hujui, lakini shule ndiyo hii. Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa ni pamoja na haya. Sasa anasema hili siwezi kufanya. Nikamwambia hivi, sasa unaposema nayaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu, hiyo yote na hili halimo. Unaposema nayaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu, hili na lenyewe halimo katika hayo yote. Nikamwonyesha video ya kumfanyia masaji mwanaume, jinsi ya kumfanyia mwanaume masaji. Akasema hii naweza nikajaribu. Nikamwambia basi anzia hapo. Nikamwambia anzia hapo, mbona unaona unaweza ukajaribu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanajikatisha tamaa, wanasema baba hili siwezi, hili siwezi. Ili mradi sio kinyume na maumbile. Ili mradi sio kinyume na maumbile ambayo imekatazwa kwenye Biblia. Kwenye Korinto hiyo inasema wafiraji hawataurithi ufalme wa Mungu. Imeandikwa kwenye Biblia. Wafiraji hawataurithi ufalme wa Mungu. Iko kwenye Wakorinto, na Korinto ngapi, lakini kwenye kitabu cha Wakorinto. Na Askofu Kakobe alishawahi kuhubiri hii katika madhabahu ya kanisa lake la gospel. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba tendo la ndoa limeumbwa na Mungu, sio shetani. Na kama limeumbwa na Mungu lina kazi yake, lina function yake. Sasa watu wengi wanalipuuzia. Sasa katika tafiti ambayo nimeizungumzia kwenye video iliyotangulia, tafiti ambayo imefanyika katika mataifa 24 miongoni mwa wanandoa 70,000. Huyu mtaalam mzee sana anaitwa John Gottman. Dr. John Gottman na mke wake Julia Gottman wana maabara ya mapenzi mjini Washington kule Marekani. Wana maabara ambayo of course ni kubwa sana na amefanya tafiti nyingi sana kwa gharama kubwa sana. Anasema hivi, ni mtu ambaye anaweza kutabiri ndoa ambayo itavunjika kwa 94.8. Na moja kati ya kitu anachosema kwamba ni nguzo muhimu ya mahusiano ya ndoa ni tendo la ndoa. Kwa hiyo anasema hivi, imani ya kwamba mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja inapaswa ife, kwa sababu ushahidi ninao kutoka kwenye maabara yangu. Ushahidi ninao. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani watu wamekubali uongo wa shetani kwamba mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Sio kweli. Huna nyenzo za kumtuliza. Huna nyenzo za kumtuliza. Sasa hebu fikiria huyu dada ambaye mume wake amezaa nje ya ndoa na watoto wawili Dodoma na Mbeya. Ni kweli hajawahi toka nje ya ndoa, lakini ana mambo mengi ambayo hayajui.
Na Biblia inasema tafuta maarifa kwa kugharimu gharama yote ile. Tafuta maarifa uyapate kwa gharama yote, na sio peke yake. Katika Injili, katika kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 27 kama sikosei, mstari wa 11, Mungu anasema kwamba watu wasiokuwa na ufahamu hata waonea huruma. Ngoja niangalie mstari huu sana. Sema na kusoma kwenye Biblia ya Kiingereza, lakini nataka nikupe andiko ambalo ni sahihi. Ni kitabu cha Isaya exactly. Isaya 27 mstari wa 11, niko sahihi. Sasa watu wasiokuwa na maarifa Mungu hata waonea huruma. Utalalamika sana, utaenda kwa wachungaji sana, utafunga sana, utatoa zaka sana, wachungaji watasema sana, wazazi watasema sana, washenga watasema sana. Sababu umekosa maarifa, Mungu hawezi kaingilia kati. Soma hiyo Isaya 27 mstari wa 11, utaliona hilo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo serious. Hata Mungu mwenyewe anasema kwamba sitakuonea huruma. Na ukisoma kwenye Hosea, Biblia inasema, nasoma Biblia ya Kiingereza, kwa hiyo ndio naisoma mara kwa mara. Sitaki kukupa kitu ambacho sio sahihi, nataka nikupe kitu ambacho ni sahihi. Kitabu cha Hosea sura ya 4, Mungu anasema hivi, watu wangu wamekataa, mstari wa 6. Hosea 4 mstari wa 6. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa sababu umekataa maarifa na mimi nimekukataa. Unaona Mungu anazungumza, kwa sababu umekataa maarifa na mimi nimekukataa. Sasa kama umekataliwa na Mungu, unaenda kwa nani? Kwa mume wako, kwa washenga, kwa mchungaji? Mungu mwenyewe amekukataa kwa sababu umekataa maarifa. Utatoa zaka sana, utafunga sana, utaomba sana, utapiga kelele sana, lakini kwa sababu umekataa maarifa, Mungu anasema nimekukataa na wewe mwenyewe. Sasa hili jambo ni serious. Hili Mungu anazungumza kwa sababu umekataa maarifa. Maarifa sio kwa Biblia peke yake. Mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi, Mungu hakupi kiti. Mungu hakupi kiti, anakupa mti. Tumia maarifa yako, mti utatoa mbao, mbao utatengeneza kiti. Nasikia, Mungu hakupi kiti, anakupa mti. Tumia maarifa, kwenye mti huo utoe mbao, utengeneze kiti. Sasa watu wengi wanategemea kwamba maarifa yote utayakuta kwenye Biblia. Ndugu yangu, tumsingizia tu Mungu bure. Mungu anatupenda tuishi kwa furaha, kwa amani kubwa sana, lakini tumemdharau Mungu kwa sababu hatufuati maelekezo yake. Hatufuati maelekezo yake. Ni jambo serious sana. Sasa wapendwa katika Bwana na watu wanaosikiliza, Wakristo kwa wasio Wakristo, watu wengi wameangalia picha za ngono, wanachojua sana sana ni kunyonya mwanaume. Na picha nimeziangalia kama picha za ngono, sababu siziangalia. Sasa ndio humo natafuta ufundi na kuongezea vitu. Picha za ngono sana sana ni mwanamke kumnyonya mwanaume, alafu wanatiana. Hakuna kitu kipya tofauti. Sasa hilo linatisha sana. Kwa sababu gani? Mwenzio ataboreka na wewe. Lazima uwe na vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna video ambazo zinakupa kona mbalimbali. Kwa mfano mkao ule wa mwanamke juu, mwanaume chini. Watu wengi wanaona ni wa kawaida sana, lakini una sura nyingi sana. Na nimetengeneza video leo kwa sababu yule dada ambaye nimekwambia mume wake, baba yake, mzazi mmoja kati ya wazazi wake ni mchungaji, ameambiwa mara moja kwa wiki tendo la ndoa inatosha sana. Lakini mwanamke hajaridhika na hiyo hali na hajafika kileleni. Nimemtumia hizo video leo hii. Akasema nataka na pia na mkao ule mwanamke juu, mwanamke chini, nahitaji huo mkao. Kwa hiyo nikazitafuta mpya. Nikakutana na dada mmoja bingwa sana kwenye mkao huo wa juu. Bingwa sana. Yaani anakupa sura tofauti za mkao mmoja. She's amazing. Yaani nimemwita hivyo, amazing. She's amazing. Huyu dada, she's amazing. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo huyajui, lakini kwa sababu hujaamua kutafuta maarifa, hujakamia kutafuta maarifa,
utabakia na yale yale, utaboa, utakuwa mtu wa kulalamika. Sasa basi, kutokana na hayo ambayo nimeongea, vile vile wanaume na wenyewe wanawajibu vile vile. Sasa huyu dada, na narudi huyu dada ambaye nimezungumza kwamba uhusiano ulianza mwaka 2024, yuko ndani ya ndoa sio zaidi ya miezi miwili. Asema baada ya kumtumia video, asema kwa mara ya kwanza nimemsikia mume wangu akiguna guna kwa mara ya kwanza. Hebu fikiria, 22, 24 mpaka 26, miaka mingapi? Minne. Hajawahi kumsikia mwanaume anaguna. Kwa maneno mengine ni kwamba hajampa utamu wa kiwango cha juu sana. Sasa cha kuchekesha ni kwamba akasema hivi, kwa yale ambayo nimemfanyia nikaona mume wangu naye anaongeza bidii, akaanza kunichezea na kisimi, kitu ambacho hajawahi kukifanya. Unaona? Akasema hivi, mume wangu akaanza kunichezea kisimi, kitu ambacho hajawahi kufanya katika miaka yote hiyo minne. Kwa hiyo mwanamke akiwa na haya mambo mapya, mwanaume naye atajisikia vibaya, kwa nini mimi simfanyii mambo mengi kama yeye anavyonifanyia? Kwa hiyo unaweza jinsi gani unamfanya mume wako adumae, abakie na mambo yale yale, aendelee kufanya mambo yale yale, kwa sababu wewe mwenyewe huna jipya, huna la tofauti. Kwa hiyo anabakia na mambo yale yale kwa sababu hujampa challenge, hujamchallenge. Lazima umpe challenge, aone kwamba kumbe kuna ulimwengu mwingine. Chuchu za mwanaume, unajua jinsi ya kuzinyonya. Unanyonya chuchu alafu kunaichezea na dudu kwa mkono, huku unazinyonya, huku dudu unaliminyaminya. Kuna style za kuziminya, korodani zile unazipangusa pangusa, kuna style ya kupangusa, vitu kama hivyo. Lakini watu wengi wanaona kwamba daktari anafanya tu biashara hapa. No, sio biashara. Ngoja kusikizisha sauti za watu ambao wanashuhudia mambo hayo ambayo nakwambia. Ngoja kusikizisha sauti hizi. Ngoja kusikizisha, niingie WhatsApp hapa, nikusikizishe sauti hizi uweze kuona wewe mwenyewe kwamba unajipunja bila kujua. Okay? Ngoja nikusikizishe sauti hizi uweze kusikia wewe mwenyewe, sio maneno yangu mwenyewe. Nimeelewa na nimefanya kazi. Mtu anatangaza ndoa muda si mrefu. Naona mafundisho yako nimeelewa na kuyafanyia kazi. Mtu anatangaza ndoa muda sio mrefu. Haya, ngoja kusikizisha nyingine. Mtu anatangaza ndoa muda si mrefu. Achana na hiyo kwanza, hiyo imejirudia. Nimeelewa na nimefanya kazi. Ngoja kutafuta. Yaani mwanamke anayeboa. Sasa katika baada ya kuachana na yule mwanaume, yani hakuwa ananitafuta wala hakuwa ananikumbuka, nikapata mwanaume wangu mwingine wa pili. Sasa baada ya kupata mwanaume wa pili, ni kama bahati tu, nimeingia YouTube katika harakati za kutaka kujifunza, nikakutana na channel yako na mafundisho yako. Nikawa nafuatilia unavyofundisha maeneo ya kumshika mwanaume, unavyofundisha jinsi ya kunyonya uume wa mwanaume, jinsi ya kunyonya korodani, jinsi ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa pale kwenye kile kimstari, jinsi ya kunyonya uume. Tokea nini hapa? Okay, yeah. Msikizie nyingine hapa. Asante, ilikuwa nzuri sana na naambiwa hapa ni kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haitegemea kama nitafanya kitu kama hivyo. Sasa sijamwambia ni nini ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Sasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kunyonywa mstari wa chini ya mapambo kwa mchana zaidi. Lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me kama siku zingine pia mambo niambie kama siku zingine basi unitumie pia kama siku zingine. Sasa hizi sio hadithi za paka na panya. Napenda nikwambie kwamba haya mambo. Asante, ilikuwa nzuri sana na naambiwa hapa pia mara mbili kwa na majadiliano mimi sina majadiliano yote mawili. Anyway, natosha kwa hiyo. Lakini ninachozungumza ni kwamba nazo shuhuda nyingi na voice note nyingi sana. Nataka kuzungumza kwako ni hivi, ni kwamba elimu hii ni elimu ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine. Ni elimu ya ndani sana ambayo imefanywa research. Mimi kama sexologist nafanya tafiti, lakini vile vile kuna vitu ambavyo vinaongezea kwenye zile video. Naweza kuambia huyu mwanamke anafanya kosa gani pale. Unamuona anavyonyonya na kueleza anafanya kosa gani analifanya pale, na kuonyesha kwamba unaona mkono ule basi ufanye hivi fanye hivi. Kwa hiyo nakuelekeza. Kwa hiyo zile picha za ngono hazina maelekezo hayo. Sawa, lakini mimi nakuelekeza, unasikia sauti yangu inakuelekeza vitu gani unapaswa ufanye, wapi huyu mwanamke anakosea. Kuna jambo la msingi ufahamu kwamba elimu ni ya muhimu sana. Huwezi ukaenda mbali bila elimu. Kwenye tendo la ndoa kadhalika,
kunahitajika elimu. Mwanaume anayewahi kumaliza alafu anashindwa kurudia, unamsaidiaje wewe kama mwanamke ambaye Mungu amekuita wewe ni msaidizi? Sasa nimalizie na wanaume kidogo. Wanaume wengi mnawakojolea tu wanawake, hamuwaandai kwa muda wa kutosha. Mwanaume lazima afahamu kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Ni muhimu sana mwanaume ajue. Hebu fikiria upewe mtihani wenye maswali 17, ukafahamu ukajibu maswali 5, utafaulu huo mtihani? Kwa hiyo unahitaji kujua mambo mengi ambayo utaweza kuyachanganya ili mkeo aridhike na wewe. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sasa hili ni jambo ambalo napenda nizungumze. Iwapo una tatizo la kuwahi kumaliza alafu unashindwa kurudia, unafikiria kweli mke wako ataridhika? Kumwandaa kwenyewe, umemwandaa dakika 5 tu umemaliza. Wanawake wanatofautiana maumbile. Kwa hiyo kama ulizoea kumkujolesha Zainabu kwa njia fulani, Ashura anahitaji njia tofauti. Maumbile yao yanatofautiana vile vile. Kuna wenye visimi vikubwa, kwenye visimi vidogo. Kwenye maumbile mapana, ushasikia kuna wanawake wanaojambia ukeni. Kuna watu ambao nimewasaidia walikuwa na tatizo hilo kwa sababu uke imetanuka, anajambia ukeni. Sawa? Dada mmoja kutoka Dodoma ambaye alikuwa anajambia ukeni na kuniambia, alichoniambia tu kwamba daktari, naona uke wangu umetanuka, naomba dawa. Nikampa dawa. Sasa ilipomsaidia ndio ananiambia, daktari, nashukuru sana kwa sababu nilikuwa nimezoea mkao ule wa chuma mboga ule wa kuinama. Nilikuwa nimezoea nikifanya mkao huo lazima nijambie ukeni. Lakini baada ya kutumia dawa yako hiyo, mambo yamekaa vizuri. Ananiambia, daktari, naweza nikaongezea dawa, hamna madhara, ili nikomaze. Nikamwambia sawa, hamna shida. Rusha Tigo Pesa 85 pop. Nikamtumia Dodoma. Kapokelea pale CBE. Kwa haya ni mambo ambayo napenda niyazungumze kwamba kuna vitu vingi ambavyo usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu na mumeo. Usitegemee kwamba mke wako atakwambia kila kitu ambacho anakihitaji afanyiwe. Ukisubiri kuambiwa, itakula kwako. Katika ulimwengu huu itakula kwako. Kuna mambo mengi ambayo yanalinganishwa, lakini utaambiwa hayo mambo. Kuna jambo la msingi sana, ufahamu jinsi ya kujituma kwenye tendo la ndoa. Uwezo kujituma kama huna maarifa ya kutosha, utachoka haraka sana. Kumbuka video ambayo nilikuwa na rekodi jioni ya leo. Yule dada ambaye nimesema ni amazing. Yaani anabadilisha mikao kwa mkao, anabadilisha mikao. She's really amazing. Kwa hiyo fikiria ukiwa na mwanamke ambaye unaona kabisa kwamba anajituma na anajiweza, anaimudu ngoma ya kitandani. Wazo la kuchepuka linatoka wapi? Wale ambao hamjasikia mwanaume anafanya miguno, yaani unaona mwanaume anafanya mapenzi nawe hakuna miguno wala nini, tambua kwamba umefeli. Sawa? Tambua kwamba umefeli. Kama uone sikii miguno kutoka kwa mume wako unapokuwa unamwandaa, tambua kwamba umefeli. Japokuwa hujaambiwa kwamba umefeli. Dada mmoja alikuwa anamsikiliza huko Marekani, kaambiwa na mama yake hivi, kwetu hatukubali kushindwa. Sasa hivi kwetu hatukubali kushindwa. Kafanya mtihani mara ya kwanza kafeli, ya pili kafeli, ya tatu kafeli. Mpaka profesa anamwambia, bwana, inatosha. Umeshashindwa. Anampigia simu mama yake. Anasemaje yule dada? Anasema, mimi Mungu anazungumza kupitia mama yangu. Sawa, anasema Mungu anazungumza na mimi kupitia mama yangu. Akampigia simu mama yake. Mama yake akamwambia, kwetu hakuna kukubali kufeli. Rudia mtihani huo. Akamwambia profesa. Profesa akasema, saa 1 naondoka. Na sasa hivi ni saa 12. Sawa? Nitakupa mtihani, lakini hakikisha kwamba ikifika saa 1 umemaliza. Na ni mtihani wa masaa 2. Mtihani wa masaa 2 kwa sababu yeye anamuomba Mungu sana. Sasa wakati anaingia chumbani kuchukua mtihani, yule profesa anacheka na wenzake, bwana huyu Jennifer bwana anatusumbua tu, anacheka. Mbona dada huko anasikia? Mtihani ukaletwa. Yale aliyosoma yote ndio aliyokuja pale. Yote aliyoyasoma kapata 94, A kubwa. Kwa hiyo unaweza usijikatishe tamaa, tafadhali sana. Usijikatishe tamaa. Niko hapa kukusaidia.
Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana subscribe, share with your friends, ni follow tafadhali. Kuna video nyingine zinakuja kali sana, na Mungu akubariki. Katika kuagizia video na majarida na video zaidi ya 60 kwa gharama ya shilingi 10,000 tu, na kutumia kwa njia ya email. Kama huna email, ujui email iko wapi, nitakupa maelekezo hapo chini. Asante sana kwa kunitazama na kunisikiliza, na Mungu akubariki. Kwaheri.